kukopesha mtu alafu unakuwa au msahau uko naye. Na watu wengi hawajui kwamba zinawatandika ama zinawaadhibu zile fedha ambazo umekopa kwa mtu. Kimsingi, sikiliza, kimsingi unapokopa mafanikio yanakuwa ni madogo. Sababu ni nini? Sababu ni hiyo, moyo aliyekukopesha unakwenda pamoja na zile fedha alizokupa. Kwa wakati unachelewesha kumlipa, maana yake ananungunika kule aliko. Kwa ile pesa ambayo wewe unayo alikupa, badala ya kuwa baraka na kibali, inageuka kuwa mtihani, inageuka kuwa upinzani kwako. Ile pesa aliyokupa inageuka kuwa fimbo ya kukupiga baada ya kuwa umemcheleweshea. Ndio maana Mungu akasema hamtakopa ninyi, bali ninyi mtakopesha watu. Alikuwa anazungumza kuwaondoa kwenye huo mtego. Alijua watu wake mkikopeshwa mtakuwa mnaishi kwenye maagano magumu ya wale waliokopesheni. Lakini 2, mnakuwa watumwa waliokopesheni. Lakini 3, waliowakopesha wanaponungunika, ninyi hamwezi kuona mavuno ya mlichopewa na wale waliokopesha. Ndiyo maana ni rahisi, angalau kidogo, sio sana. Watu akikopa kwa benki, kwenye mfumo wa watu wa benki, ni rahisi mtu akikopa akafanikiwa, kwa sababu benki sio mtu mmoja. Hawanunguniki hata kidogo. Wao wanangoja malipo yao yaendelee kuja, na wanajua ukisipolipa wanakukamatia sehemu gani, sababu kuna vitu walishavishika. Ndio maana kuna angalau kidogo mkopo wa benki kidogo, nao si sana, kufanikiwa si sana, kwa sababu mkopo ni mkopo. Lakini mkopo wa mtu binafsi kukopesha, asilimia kubwa, waulize na wewe ni shahidi, hawafanikiwagi watu. Ndio nakuta mtu ili kusudi amlipe huyu anayemsumbua sana, anakopa kwa huyu mwingine ili aweze kumnyamazisha huyu anayesumbua. Kwa unaona anakuwa ni mtu wa madeni, kwa sababu hakujua kwamba ulimwengu wa roho una namna yake ya kiutawala, kwa sababu fedha na mali zote zinakuwa zimebeba moyo wa yule aliyekuwa nazo. Kwa wakati anakupa sehemu ya cha kwake,